tuanze kuwatupia macho Young Africans kuelekea katika mchezo huo. Siku ya jana ni wakati nafuatilia tunasema ile mikutano na waandishi wa habari kabla tujaje kumtazama pia Christina Mwagala, nikamsikia Miloud Hamdi akiwa anazungumza na moja kati ya maswali ya waandishi walimuuliza kuhusiana hali ya vikosi, akamwambia kwamba yeye sio tabibu. Yeye anahusika na kuandaa wachezaji wake kwa maana kwamba kiakili kuelekea kwenye mchezo, kimbinu pamoja na ufundi. Masuala ya nani hayupo, nani ameumia, hizo wala sio shida zake. Lakini akaweka wazi kwamba wanaenda kwenye huo mchezo wachezaji wakiwa wanajua kwamba wana deni kubwa kwa namna ambavyo mashabiki wa Young Africans wamekuwa wakisupport timu. Anasema amezunguka maeneo mengi lakini kama vile hajaona mashabiki kama Young Africans. Tunaweza tukakubaliana kwa hivi sasa kwamba pengine Young Africans ndio timu ambayo ina mashabiki bora zaidi na ambao wanaiunga mkono zaidi klabu yao kuliko klabu nyingine yoyote ndani ya mipaka ya taifa la Tanzania. Yeah, currently mashabiki wa wananchi, tunasema wale wananchi ambao ndio mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans ni moja ya mashabiki bora, ama kwa Tanzania ni zaidi ya mashabiki wa timu yoyote ile. Na hiyo inachangiwa na nini? Harakati zao za kurudisha ufalme waliokuwa nao katika ligi kuu ya soka Tanzania bara waliuanza takribani miaka 5 iliyopita. Kwa maana ni kipindi ambacho watani wao wa jadi Simba Sports Club walikuwa kwenye kilele cha kiwango chao cha mpira wa miguu hapa Tanzania, wakifanya vizuri mno katika ligi kuu, wakibeba makombe mfululizo, lakini pia wakifanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo Dar es Salaam Young Africans kupitia nguvu kubwa ya mashabiki wao, walipoona ya kwamba kuna support inapatikana kutosha, licha ya kwamba timu haikuwa katika nafasi ama haikuwa katika hali nzuri kiuchezaji, kiufundi, kimbinu na hata kiakili, mentality za wachezaji wanga kipindi hiko zilikuwa ziko down kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watani zao wajado walikuwa wapo juu. Wakati wote haiwezekani watu wote muwe juu kwa wakati mmoja. Ni lazima mmoja ndo awe anaongoza, then wafuatie wa pili, wa tatu, wa nne mpaka katika nafasi ya mwisho. Na ndio Yanga walikubali ya kwamba kwa kipindi hicho walikuwa wapo chini, lakini mashabiki wao bado walikuwa na imani ya kwamba kuna nyakati zitarejea, furaha itarejea tena ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Hiyo tu ndio iliyowapa nguvu viongozi wa Yanga kuwekeza katika kusajili wachezaji bora na kurudisha Yanga katika kilele cha kiwango chake. Na tunaiona hii sasa hivi Dar es Salaam Young Africans inafanya vizuri uwanjani kwa sababu mashabiki wa timu hiyo ya Yanga ndio ambao walikuwa nao toka wakati wapo katika hali ambayo ni tete mpaka sasa hivi wako imara. Kwa hiyo moja kwa moja wanasema kwamba hawa ni mashabiki ambao ni wako imara zaidi. Katika hali mbaya ya Dar es Salaam Young Africans wako pamoja na timu, lakini katika hali ya mafanikio pia wako pamoja na timu. Moja kwa moja wanapata hiyo haki ya kusifiwa kwamba ni moja ya mashabiki ama ni mashabiki bora zaidi Tanzania, lakini ni moja kati ya mashabiki bora katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini Afrika kiujumla. Sawa, lakini Afrika kiujumla. Na hapo wakati tunazungumza kuhusiana na hilo Kelvin, ndani ya uwanja sasa ndo mahala ambako unasema watu wengi wanatazama kwa ukubwa na kuona kitu gani ambacho kinaweza kaenda kutokea. Tanzania Prisons ukiwatazama kwa maana mzunguko wa kwanza alifanikiwa nafikiri kukusanya takriban kama alama 11 peke yake. Mzunguko wa pili tumeona tayari wamekwisha kukusanya takriban alama 19 mara baada ya kufanya mabadiliko pia ya mwalimu Amani Josia ambaye alitoka Geita Gold ikiwa anaongoza ligi ya Championship akaja huku na amefanya kazi kubwa ambayo imeonekana. Ukiwatazama Tanzania Prisons ambao wanacheza unaona kuna kitu ambacho kinaonekana. Kwako wewe kuelekea kwenye huu mchezo, unawapa nafasi gani Tanzania Prisons pengine kwenda kutuonyesha surprise katika mchezo huu ambao tunaenda kutarajia kushuhudia katika siku ya leo? Unawaona wanaweza wa upset Young Africans? Umeitaja takwimu ya mzunguko wa pili ambao umekusanya alama nyingi kuliko mzunguko wa kwanza kwa kiasi kikubwa. Na nikwambie tu kuongezea tu hapo kwamba ndio club ambayo imekusanya alama nyingi kuliko club nyingine yoyote kuanzia zile zinazoshika nafasi ya 5 kushuka chini kwenye mzunguko wa pili. Kushuka chini. Kwa maana unazungumzia hizo ni timu ukimtoa Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars. Kwa ina maana tukizitoa hizo timu 4 za juu kwenye mzunguko wa pili zinabaki timu 10. Kwa maana yake Tanzania Prisons zinaongoza msimamo wa timu 10 ambazo zime 12 kwa sababu tuna timu 16 kwenye ligi. Kwa maana ni moja ya timu ambayo imejizatiti vizuri katika mzunguko wa pili, ambao ni mzunguko tunasema wa kuamua hatima ya timu yoyote ile, iwe katika mbio za ubingwa ama mbio za kusaka nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa ama katika relegation battle. Kwa hiyo hadi hivi sasa Tanzania Prisons alama walizokusanya kwa sababu
ni zaidi ya alama 30 ukijumlisha hizo walizokuwa nazo. Wana jumla ya alama 30 sasa tunazungumza. Alama 11 kwa 19 30. Alama 30. Kwa hiyo asilimia za wao kubaki kwenye ligi kuu msimu ujao ni asilimia 50, lakini kuna asilimia 50 nyingine ambazo ni muhimu zaidi za wao kuepuka kucheza playoff, ambayo ni nafasi ya hatari inayoweza kukupeleka chini, lakini ni nafasi ambayo ni ndogo sana kukubakiza juu kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo hiyo nguvu ambayo walikuwa nayo katika mzunguko huu wa pili inaweza ikawasaidia angalau kupunguza ukali wa mechi dhidi ya vinara wa ligi Dar es Salaam Young Africans, ambao msimu huu mfululizo wa wao kushinda mechi zao za ligi umekuwa ni wa kutisha mno, na imekuwa ni taswira isiyopenda kuonekana na timu pinzani yoyote ambayo wanakutana na Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza kusema ya kwamba katika mchezo huu wa leo Tanzania Prisons wanaingia wakiwa ni underdog dhidi ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, lakini tutambue ya kwamba umuhimu wa mechi ya leo haupo katika upande wa wananchi peke yao kwa maana Yanga, lakini umuhimu wa mechi ya leo upo kwa wanajelajela, na mabadiliko hayo ya kocha nayo pia yamechangia kwa kiasi kikubwa kuibakiza Tanzania Prisons katika uhakika wa wao kubakia ligi kuu, kwa maana hao ni moja ya timu kongwe katika soka la Tanzania na wanastahili pia kuendelea kushiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa sababu aina wachezaji waliokuwa nao ni wachezaji ambao pia wana uwezo kutumika katika timu ya taifa ya Tanzania. Kwa maana timu ya daraja la kati yenye uwezo kuzalisha wachezaji 2 mpaka 3 ambao wanaweza kucheza timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, hii ni timu ambayo inastahili moja kwa moja kubaki kwenye ligi kuu. Lakini mtihani uliopo ni namna gani tutakavyoweza kuchuana na kikosi cha Yanga ambacho msimu huu kimekuwa ni bora kuliko hata msimu uliomalizika ambao pia waliweza kubeba ubingwa na ndio ubingwa ambao wanataka kutetea msimu huu. Kwa hiyo Tanzania Prisons wanaingia katika huo mchezo wakiwa ni underdog, lakini wakiwa na jukumu la kuwazuia Dar es Salaam Young Africans ule uhakika wao kutetea ubingwa wao msimu huu upungue na usiongezeke. Hiyo ni jukumu zito ambalo litafanywa na wachezaji wenyewe kujituma, lakini pia kuwa na nidhamu ya kiulinzi na nidhamu ya kimbinu vile kikosi bora zaidi Tanzania kwa hivi sasa.